Mzee Stephen Wasira amezua taharuki na mjadala mkali baada ya kutaja Kenya atawafanyia ama jinsi watakavyowashughulikia waandamanaji. Ujambo na karibu. Kauli kali inayodaiwa kutolewa na mwanasiasa mkongwe wa CCM Stephen Wasira imezua gumzo kubwa mitandaoni na mjadala mpana katika medani ya siasa nchini Tanzania. Katika ujumbe ulioenezwa kwa kasi, Wasira alionekana akitoa onyo dhidi ya wale wanaopanga maandamano kupinga chama tawala. Kauli hiyo yenye maneno makali imefasiriwa na baadhi ya wananchi kama tangazo la vita dhidi ya wapinzani wa CCM, na ni jambo lililowasha moto wa mijadala kuhusu uhuru wa kujieleza, haki ya kuandamana na nafasi ya demokrasia nchini. Wasira anayejulikana kwa historia yake ndefu kama CCM na kushika nyadhifa kadhaa za juu serikalini, amekuwa mara kwa mara akijitokeza kwa kauli thabiti zinazotetea msimamo wa chama chake. Hata hivyo, ujumbe huu mpya umewagawa wananchi na wadau wa kisiasa. Wapo wanaoona kama tahadhari inayokusudia kulinda amani na kudhibiti machafuko, lakini kwa upande mwingine wapo wanaosema ni tishio kwa haki za kikatiba zinazomruhusu kila raia kuandamana na kutoa maoni bila hofu ya kukandamizwa. Kauli ya historia ya kisiasa ya Tanzania, maandamano mara nyingi yamekuwa kitazamwa kwa wasiwasi mkubwa. Vyombo vya dola mara kadhaa vimezuia mikusanyiko kwa sababu ya kiusalama, hatua ambazo mara nyingi zimeibua malalamiko kutoka kwa vyama vya upinzani na wanaharakati wa haki za kiraia. Kauli kama hii kutoka kwa kiongozi mwenye ushawishi kama Wasira inaweza kuongeza hofu na kuibua taharuki zaidi, hasa miongoni mwa vijana ambao wamekuwa mstari wa mbele kutumia mitandao ya kijamii kuhamasisha mabadiliko ya kisiasa na kueleza hisia zao. Muktadha wa sasa wa siasa unaonyesha kuwa Tanzania ipo katika kipindi nyeti kuelekea uchaguzi mkuu ujao. Mijadala kuhusu nafasi ya CCM, nguvu ya upinzani na hatima ya demokrasia inazidi kushika kasi. Hivyo basi, kila kauli inayotolewa na wanasiasa wakongwe ina uzito mkubwa, kwani inaweza kuathiri mtazamo wa wananchi na hata kuathiri mwenendo wa kampeni za sasa. Wachambuzi wa siasa wamegawanyika kuhusu athari za ujumbe huu. Baadhi wanaona unaweza kudhibiti hali ya kisiasa na kuzuia machafuko, lakini wengine wanasema unaweza kuzidisha mgawanyiko na kudhoofisha imani ya wananchi kwa vyombo vya dola na chama tawala. Kauli kama hizi zinaweka changamoto kubwa kwa taifa, kama kutafuta uwiano kati ya uhuru wa kisiasa na unazima na kulinda usalama wa taifa. Licha ya mijadala inayoendelea, bado haijabainika wazi ni lini na wapi Wasira alitoa kauli hiyo moja kwa moja. Hata hivyo, picha ya ujumbe huu imezagaa kwenye mitandao ya kijamii, ikichochea mijadala mikali na hisia tofauti. Mashirika ya haki za binadamu na wadau wa demokrasia wameendelea kufuatilia kwa karibu ili kuhakikisha haki za msingi za wananchi zimeheshimiwa, huku amani ya taifa ikiendelea kulindwa. Hali imeonyesha wazi namna siasa za Tanzania zinavyoendelea kushuhudia misuguano ya kimtazamo, huku raia wakiwa katikati ya majibizano kati ya uhuru na usalama. Na huu umekuwa uchambuzi wa Kenyascope. Endelea kufuatilia taarifa zetu na kuhakikisha umesubscribe kwa matukio makuu ya kisiasa na kijamii yanayounda sura ya Afrika Mashariki.